Mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, moja ya taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari hivi sasa ni kutokana na kile ambacho kimeweza kupeperushwa na Mange Kimambi, inayozidi kuonekana onyo lililoweza kutolewa na uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6 dhidi ya wanaharakati wanaozidi kuchochea maandamano ya Oktoba tarehe 29 mwaka 2025, kwani uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6 hivi sasa Watanzania wengi wanazidi kukosoa kile ambacho wameweza kukipeperusha dhidi ya wanaharakati wanaozidi kukosoa uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, itakuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike video hii ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, kile ambacho kinazidi kugonga vichwa vya habari hivi sasa ni kutokana na kile ambacho uongozi wa serikali ya awamu ya 6 kimeweza kusambaza kuhusiana na wanaharakati, hasa kina Mange Kimambi pamoja na Mariam Sarungi. Ila wanaharakati hao, wafuasi wao, wameweza kusimama na kutetea kile ambacho kimeweza kuchapishwa dhidi ya wanaharakati, kwani wananchi wa Tanzania wanazidi kudai kwamba mengi wasioweza kuyafahamu. Wanaharakati hao wanaozidi kukosoa serikali ya awamu ya 6 ndio wanaozidi kuyafahamu. Vile leo hii katika kesi iliyokuwa ikiendelea yake Mheshimiwa Tundu Lissu huko mahakamani, Mheshimiwa Lissu ameweza kuzungumzia kuhusiana na viongozi wa ngazi za juu. Je, wataweza kuelekea katika taifa jirani la Kenya kwa ajili ya mazishi yake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye aliweza kuaga dunia katika taifa la India, ila hivi sasa ameweza kurejeshwa nchini Kenya katika hali ya majonzi ambayo imeweza kuvunja mioyo ya Wakenya wengi, na sio Wakenya pekee, hata baadhi ya watu kutoka katika mataifa ya kigeni. Hivyo basi ni rest in peace Raila Amolo Odinga. Na mtazamaji wangu, Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuzungumzia na kudai kwamba hata kama ingekuwa uwezo wake kutokana na yeye kutokuwa gerezani, angeweza kujumuika na Wakenya katika kipindi hiki kigumu kwa yeye kushiriki zoezi la mazishi yake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kwani katika Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aliweza kuwa mkosoaji mkali dhidi ya serikali za awamu ya 6 na hata serikali zilizoweza kutangulia. Hivyo basi yote anayafahamu vyema Mheshimiwa Tundu Lissu. Ila mtazamaji wangu, kwa taarifa leo hii hiyo ambayo wanaharakati wameweza kuikosoa na Mange Kimambi ameweza kuahidi kwamba katika lisali moja ama masaa mawili yajayo ataweza kutengeneza video ya sababu kuu ambazo zimeweza kuchangia vyombo vya usalama ama serikali nzima ya awamu ya 6 kutoa kashfa hii dhidi ya wanaharakati, wakilenga hasa Mariam Sarungi ambaye ameweza kusimama mstari wa mbele kwa kesi yake Mheshimiwa Lissu, sawia jinsi ambavyo Mange Kimambi binafsi ameweza kusimama mbele kwa kesi ya kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Mtazamaji wangu, hivi sasa tunafahamu kwamba media nyingi za Jamhuri ya Tanzania hazizidi kupeperusha taarifa kuhusiana na kutoweka kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole, wanaharakati wakiachiwa jukumu hilo, ambapo Watanzania wengi wanazidi kukosoa vyombo hivyo vya habari. Ila mtazamaji wangu, kuna sababu nyingi ambazo zinazidi kusababisha uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6 kuchapisha ripoti ya sampuli hii ama ya aina hii. Moja ni kutokana na kile ambacho Watanzania wataweza kukifanikisha kwa ushirikiano wa mitandao ya kijamii dhidi ya uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6 kutaweza kurejea afisini kwa mara nyingine. Mtazamaji wangu, hatua hii iliweza kutumika katika taifa jirani la Kenya na ikaweza kufanikishwa ama ikaweza kufanikiwa kupitia mitandao ya kijamii. Hivyo basi hivi sasa kinachozidi kufanywa na uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6
ni kujaribu kupunguza nguvu ya Watanzania kukosoa serikali ya awamu ya sita kwa mara nyingine kabla ya zoezi la uchaguzi mkuu, kwani vijana Gen Z katika Jamhuri ya Tanzania hivi sasa wapo na msimamo mkali ya kwamba ifikiapo tarehe 29 mwezi huu wa 10 mwaka 2025 kutakuwa na maandamano mazito ya kupinga uongozi wa serikali ya awamu ya sita kwa njia moja ama nyingine. Hilo zoezi la maandamano limeweza kuratibiwa kufanikishwa iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu hataweza kuachiwa huru. Vile iwapo uongozi mzima wa serikali ya awamu ya sita utakuwa hujaweza kufanya mabadiliko kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hivyo basi, kutokana na nguzo hizi muhimu vijana Gen Z kuzishikilia, moja kwa moja inaonekana huenda zikaweza kuumbisha uchaguzi mkuu ambao umeweza kuratibiwa kikatiba, na ndipo ambapo tunazidi kuona mambo kama haya, jeshi likitoa konradhi not jeshi but maafisa wa polisi katika Jamhuri ya Tanzania wakishirikiana na viongozi wa serikali ya awamu ya sita kutoa maneno kama haya dhidi ya wanaharakati wale wote wanaozidi kukosoa, wanaozidi kukashifu serikali ya awamu ya sita. Mtazamaji wangu, wa Tanzania wengi hawajaweza kukubaliana na kile ambacho kimeweza kuchapishwa, wengi wakidai ya kwamba kwa njia moja ama nyingine hawapo tayari kwa Mheshimiwa Lissu kupitia kipindi kigumu, vile kesi yake kuendelezwa hadi kipindi na wakati ambapo uchaguzi mkuu utaweza kufika, kwani wengi wa Tanzania wamekuwa na swali, je, Mheshimiwa Lissu ataweza kushiriki uchaguzi mkuu? Vijana Gen Z wanaamini ya kwamba kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Lissu ataweza kushiriki katika uchaguzi huu mkuu wa Oktoba, moja kwa moja ataweza kujizolea ushindi wa mapema kushindanishwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwani wanaozidi kuamini Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kuongoza Jamhuri ya Tanzania katika njia sahihi. Iwapo ataweza kufanikisha azma yake ya kuingia Ikulu, basi kwa njia moja ama nyingine viongozi wale wote waliokuwa katika serikali ya awamu ya sita kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Lissu ataweza kuchukua uongozi kupitia kuchaguliwa na wananchi, hasa kura nyingi kutoka kwa vijana Gen Z, basi wataweza kuwa na changamoto nzito, na ndipo ambapo bado kesi inazidi kusikilizwa huku ikiendelea kutokuwa kuonekana na njia ya Mheshimiwa Lissu kuachiwa huru kabla ya uchaguzi mkuu. Ila tunazidi kujitayarisha kwa ajili ya video inayozidi kufuatia kuhusiana na Mheshimiwa Lissu, kile ameweza kuzungumza katika kesi iliyokuwa ikiendelea kusikizwa leo hii katika Mahakama Kuu. Mtazamaji wangu, muhimu kabisa ni vema iwapo utaweza kusubscribe katika YouTube channel hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike video zetu, na pia tuachie maoni yako katika uwanja comment section. Bye bye until the next video.